ulikuwa Ulaya karibuni, umerudi Tanzania muda si mrefu? Yeah, of course na mwezi tutoka nimerudi. Okay. Biashara zinaendaje? Kwa sababu sasa hivi wewe ni pia mfanyabiashara mkubwa sana. Mimi sio sasa hivi mfanya biashara kitambo tu, na miaka karibu 19 kwenye biashara, kwa hiyo zinaendelea vizuri. Movie sasa hivi zikoje? Movie ziko vizuri, japokuwa tuna kama mwaka mmoja, miaka miwili kidogo filamu za Tanzania drop, na nafikiri kwa style hii ambayo wamekuja nao Steps tutapiga hatua nyingine. Tutegemee nini sasa kutoka kwa Wastara? Kwangu mtegemea vitu vizuri, na kwa sababu tunasema msanii ni jalala, kwa hiyo huwa tunabadilika. Leo natoa movie ya style, kesho tunatoa movie ya style. Tutegemea vitu vizuri kutoka kwa kutoka kwenye kampuni yako, kutoka kwenye kampuni ya YJ Film Company. Changamoto ikoje sasa hivi kwenye tasnia ya filamu kwa ujumla kwa upande wako kama Wastara? Kuanzia production mpaka filamu itoke iende kwa mteja. Of course kuna changamoto. Nikizungumzia production, kitu ambacho kipo sasa hivi, tunatakiwa tufanye filamu ambazo zenye ubora wa hali ya juu, na sisi bado tujakuwa na vifaa vizuri sana. Tunajitahidi kulingana na uwezo wetu, lakini bado yani movie za kimataifa hatujafikia, lakini naamini wanasema mtoto akizaliwa huwa anaanza kutambaa, kukaa, kutembea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo naamini tutafikia kwenye level nzuri. Kwa hiyo kwenye swala zima la production, kama mimi najitahidi kuboresha production yangu, na kwenye swala zima la soko, bidii yako, tunaona wakina Amitabacha na wameanza miaka toka ya 60 huko, lakini mpaka leo bado wako juu. Ina maana mimi binafsi sijitegemei kushuka, kwa sababu nategemea kufanya kazi nzuri zaidi, kuboresha kwenda na wakati uliopo. Kwa hiyo nategemea kufanya kitu kizuri zaidi. Okay. Kwa upande wa familia yako pia watoto wako wana nyendo za kuja kwenye filamu kwa wasanii? Ndio ulipoanza pia ulianza kujiiba familia na kataa, lakini mwisho ukatoka. Upande wa familia yako watoto wako? Bahati nzuri watoto wangu wote nimeshawahi kujaribu kufanya nao kazi. Yaani wote niseme wana vipaji, lakini sijamuona mtu ambaye ana idea. Yule ambaye anafanya vizuri sana kwenye movie, kwenye matangazo, yani hapendi hichi kitu. Watu wako kuna mmoja hapendi ambaye ndo anajua zaidi. Okay. Yeye hapendi, lakini naamini kwa sababu ni mdogo, baadaye ikifika ukubwa anaweza akachagua kitu ambacho anakipenda. Na mimi sipendi kumtaka mtoto anifuate mimi wakati hana hobby hiyo au hapendi. Kwa hiyo mtoto atafanya kile kitu ambacho yeye anapenda, na naamini ndio kitakuwa kizuri kwake. Anakichukuliaje? Kwa sababu unajua ile mtoto wako unajua anakichukuliaje? Yani sababu mdogo ana miaka 10, kwa hiyo na anaperform vizuri. Yani sehemu yote tukaomweka na anaweza kucheza vizuri, ameshacheza kama movie 3, lakini amesema mimi sipendi. Yani niseme hana hobby nayo hiyo kitu, lakini ni mchezaji mzuri, mwigizaji mzuri. Okay. Hivi karibuni ulikuwa kwenye kutibiwa nje. Hali yako ikoje sasa hivi ukiangalia matibabu? Sasa hivi ukoje? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri, ndio maana unaona kama hivi nimeweza kuhudhuria hapa. Niko vizuri. Naendelea vizuri. Familia, umesikia umeolewa, sasa hivi tunasikia kuna habari nyingine. Hizo tunasemaga hayo ni mambo binafsi sana, lakini actually mimi naendelea vizuri na maisha yangu na kazi zangu na vitu vingine vinaendelea. Familia yangu iko okay. Na bwana wako iko okay? Not. I'm single. Single? Yep. Lakini ya Mungu mengi, kuna mambo yalitokea familia. Yeah, of course. Tunasema maisha ya mahusiano ni urafiki. Urafiki unaweza ukawepo na usikuwepo, lakini ukizungumzia ndugu wa damu ni ngumu kutengana, lakini swala la mahusiano ni kitu cha kawaida kwa wakati tulionao. Na depend watu mnaishi vipi, mnaweza msikubaliane tabia hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo, wala sio cha ajabu kwangu. So tuachana hiyo, hilo swala limetokea, lilikuumiza kiasi gani ukiangalia ni muda mchache unafikia? Of course binafsi, kwa sababu muda ni mchache, na naumia kuwakaraisha mashabiki wangu, kwa sababu hawajanichukulia Wastara katika story hizo wala katika muonekano huo. Lakini kwa upande wangu naona ni beta zaidi nilivyowahi kuchukua hatua mapema, kwa sababu pengine ingeniathiri nikashindwa kufanya kazi zangu, ingeniathiri nikashindwa kulea watoto wangu, ingeniathiri hata kwenye biashara na vitu vingine vingi. Lakini kwangu mimi naona is perfect kwa uamuzi ambao nimeuchukua mapema. Lakini kwa washabiki wangu wako wa aina mbili, wako ambao watanichukulia vibaya na wako ambao watanichukulia vizuri, lakini mimi am okay. Najua siku moja wataelewa kwa nini
kwa stara niliamua hivyo ya. Lakini mapenzi ni kitu cha ajabu. Soon tuingie kwenye mahusiano au ndo kwanza ni kai Ndogo na miaka 33 bado, yani hata miaka 40 sijafika. Of course kuna wakati kama hivi huwezi kuniambia najisikia chochote kuhusu mwanaume, lakini tafika wakati itakuwa naye, siwezi kuzuia hicho kitu cha kawaida tu. Katika mahusiano, katika mdada kama mimi. Unawaambiaje sasa wadada ambao unajua kuna namna moja watu wanaongea hivyo lakini hawajui, unawaambiaje sasa kwa ujumla? Mtu yote ambaye ameshaingia kwenye mahusiano mara moja au mara mbili hawezi kunishangaa stara. Lakini kama mtu hajawahi kuingia katika mahusiano unaweza kaona imekuwaje, lakini mwenye kujua hawezi kunishangaa. Mimi sina mtu cha kumshauri kwa sababu mapenzi ni kitu cha watu wawili. Kwa hiyo ina maana mtu utakapomshauri utamwambia tu kuwa mwangalifu. Ina maana unapokuwa mwangalifu wakati unaanza mahusiano, unajaribu kuintroduce tabia zako na vitu vyako unavyovipenda na vile usivyovipenda pia uviweke wazi, ili mwisho wa siku usije ukawa unaenda kuishi na mtu ambaye hammatch. Yeye na mambo yake na wewe na mambo yake, mwisho wa siku siku mitatu mnaachana. Kwa hiyo ni vizuri mtu kwanza kujichunguza na kujiweka wazi kabla haujaingia katika mahusiano mpaka jamii ikajua. Asante sana kwa time yako. Shukrani.